Ilio ambalo timu zake zilikuwa zimetoka chache kutoka hatua makundi kwenda hatua ya mtoano ilikuwa ni Afrika. Afrika ndio ilikuwa na timu moja tu ndio ilitolewa, Tunisia. Zingine zote 9 zilifanikiwa kupita kuendelea na mashindano. Sawa, lakini pia baadaye tutakuja kugusia tu basi. Sawa, baadaye tutakuja kugusia ndugu yangu. Mimi nilidhani kwamba tungefuzwa hatua ile ya tungekuepo sasa hivi na sisi kwenye timu 9. Labda tungekuwa kundi moja na Tunisia. Ila mbona kama wewe ukikubali nchi? Kwa nini? Kwenye hatua mambo ya michezo. Ukikubali? Wewe unatumikia kwenye sekta ya michezo. Sasa kwa nini yani hutaki kusema kwamba tungetoka? Mimi nafikiri kwa sababu nimeangalia nikaona kana nafasi yetu ingekuepo, lakini inahitaji sana viwango vya hali ya juu kwenye kila idara. Yaani ukweli ndio huo. Hakuna kubahatisha kwa. Yeah. Unaweza kukutana na timu ambayo si hivyo mnavyoifikiria kwenye ndani ya uwanja, tukisema quality, lakini inahitaji nyinyi pia muwe mmejiandaa. Usitegemee wapinzani wako watakuwa rahisi. Ndio hiyo tunaosema a moving man will one day meet his lucky. Bahati haikukuti. Lazima kwanza wewe umejiandaa kukutana nayo. Kwenye mashindano ukiwaangalia Afrika Kusini unaweza ukasema walibahatisha. Lakini what if wasingepambana? Cape Verde kwa mfano, yeye ndo mara yake ya kwanza anacheza World Cup na ndo mara ya kwanza ameingia mpaka 32 bora. Kwa hiyo kiwalisia unagundua kwamba lazima uwe na jitihada kwanza kabla ya kufikiria masuala ya kubahatisha. Sawa, tunao mengi sana hapa, lakini cheo pia iko ndani ya bao la asubuhi ya leo, na anachokwambia hivi sasa ni kwamba ndani ya miaka miwili unaweza kuwa miongoni mwa wale ambao wamesikiliza kipindi hichi na kuwa miongoni mwa wale pia ambao wamenufaika. Kivipi? Asubuhi ya leo kuna mchongo, na mchongo ni fedha kabisa. Yule ambaye anatusikiliza hivi sasa ana nafasi kubwa sana ya kuwa miongoni mwa watu ambao watajitengenezea historia na bao la asubuhi. Na wakati tunaelekea kuanza harakati za kwenda kumaliza mwaka, unajua mkishafika katikati ya mwaka safari inayofuata ni ya kwenda kumaliza mwaka. Kwa hiyo sasa watu wawe wanajiandaa vyema na pesa zinatoka nyingi. Na uzuri ni kwamba leo tarehe 29 na kesho tarehe 30 kutakuwa na ile tunaita jackpot ya bao la asubuhi. Okay. Kwa hiyo kesho wakati tunajiandaa kufunga mwezi kutakuwa na ile kubwa zaidi. Yaani katika mwezi mzima watu walioshiriki cheza pesa wa bao la asubuhi nini na nini, kesho tunakwenda kutoa mshindi wa jumla wa mwezi. Okay. Ambapo kuna milioni 5 lakini pia kuna milioni 10. Kwa hiyo wadau ambao wananisikiliza hivi sasa, nafasi ni ya kwao. Kujihakikishia nafasi ya kuingia kwenye hiyo ni wale washindi ambao wanashinda kwenye vipindi vyetu kuanzia tarehe 1 mpaka kesho tarehe 30. Kwa hiyo wewe ambao unanisikiliza hivi sasa, ndio sehemu ya kufanya miamala. Tuma buku lako kwenda kwenye namba ya kampuni ambayo ni 321111. Kumbukumbu namba ni 333 maneno bongo. Kiasi ni buku pekee. Thibitisha ushiriki wako. Baada ya hapo tutakwenda kuzungumza na wewe. Ni saa 12 na dakika 56. 56 tutakwenda kutoa pesa. Sawa, namna hiyo ndo namna ya kushiriki. Tunalianza bao la asubuhi mapema kabisa ndani ya spana ya kwanza. Umejiandaaje ku face nondo ndani ya spana ya kwanza? Tuandikie maoni hapo YouTube. Tuko live muda huu ni Bongo TZFM. Katika mbungi za hapa na pale mambo ni mengi. Yule kaona vile, VAR ameona vile, na hivi ndivyo ilivyo. Hapana, tujadili kwenye spana ya kwanza. Kwenye miaka 40 amezaliwa tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 1985. Si mwingine ni mchezaji ambaye maisha yake sivyo bahati, alianza kama mkimbizi na baadaye akaja kushinda tuzo Ballon d'Or. Ndio mchezaji ambaye tunafuatilia. Ndio mchezaji ambaye ameweza kupenya katikati ya Ronaldo na Messi. Na anacheza kwenye eneo la kiungo. Nafikiri mpaka hapo utakuwa umemjua. Si mwingine ni Luka Modric. Luka Modric bwana amezaliwa huko Croatia, ambayo zamani ilikuwa ikijulikana kama miongoni mwa maeneo yanayomilikiwa na Yugoslavia. Sasa Luka Modric bwana alilelewa na babu yake ambaye naye alikuwa anaitwa Luka. Lakini Luka Modric akiwa na umri wa miaka 6 babu yake alifariki dunia. Na alipofariki dunia ni kwa sababu ya vita. Kuna vita. Kwa sababu wale Croatia wamepata uhuru mwaka 1991.
Kwa hiyo Modric akiwa na miaka 6, kazaliwa 85, 91 alikuwa na miaka 6. Babu yake alikuwa anamiliki kondoo. Sasa wakati ametoka kwenda kuattend kondoo, babu hakurudi. Babu alikwenda na mali. Kwenye vita babu aliuawa, na haikuchukua muda pia baada ya babu kufariki, nyumba waliokuwa wanaishi kina Luka Modric ikachomwa. Nao kwenye vita. Wako kwenye vita wakina Luka Modric. Kwa hiyo Luka Modric walikimbia makazi yao kwa sababu yaliharibiwa vibaya mno. Okay. Kwa hiyo Luka Modric alikulia kwenye mji mmoja unaitwa Zadar. Sasa huko Luka Modric akawa anacheza mpira kwenye sakafu. Viwanja hakuna, vita nyingi. Kwa hiyo mpira unacheza kwenye sakafu ama kwenye hizi kambi ambazo zinakuwa na sakafu, yani hakukuwa na uwanja wa kumruhusu acheze. Kwa hiyo taratibu baadaye vita vilivyokuja kutulia miaka mingi baadaye, Luka Modric ndo akaanza kucheza sasa, na baadhi ya maskout wakawa wanamuona. Changamoto ikawa ni umbo lake. Luka Modric unavyomwona sasa hivi kametitia kijeba. Wakati huo na yeye alikuwa na kamwili kadogo. He was so skinny, alafu watu walikuwa wanamuona huyu hatufai. Afu yupo yani kama Kwa hivyo akaondoka akaenda kwenye timu moja ikamsajili tu Dinamo Zagreb. Wewe anashiriki mpaka Champions League. Akawa anatolewa kwa mkopo tu, yani kwa sababu anamuona huyu bado yani anaonekana kama dhaifu. Na ndio hata tangu dogoni wanaeleza alikuwa anaonekana dhaifu, yuko skinny, hawezi kupambana kwenye soka la ushindani. Baadaye Tottenham Hotspur wakamsajili na safari ya mabadiliko ndio ilianzia hapo. Mwaka 2014 tena, kabla hata 2014 kushinda ubingwa, Luka Modric ameenda Madrid. Ule msimu wake wa kwanza alikuwa hapati dakika nyingi za kucheza. Gazeti moja maarufu likaandika miongoni mwa sajili mbovu zilizofanywa na Real Madrid ule msimu alikuwa Luka Modric. Lakini sasa 2013-14 Luka Modric alikwenda akatoa ubingwa wa Champions League, na yeye ndo alipiga kona ambayo Sergio Ramos alisawazisha goli kwenye finali dhidi ya Atletico Madrid uliochezwa nchini Ureno. Kwa hiyo Luka Modric akashinda Champions League 2014. Watu wakaanza kumzingatia. 2015 akaongezewa mtu, akaletewa Toni Kroos, wakawa partners wawili. 2015 wakaishia nusu finali Champions League. 2016 wakashinda Champions League. 2017 wakashinda Champions League tena. 2018 wakashinda Champions League. Sasa 2018 na 17 hapa ndo aliwasha sana moto. Na 2018 akakiongoza kikosi cha Croatia kwenda mpaka fainali ya kombe la dunia. Na uweze amini ule mwaka Luka Modric alishinda tuzo ya Ballon d'Or. Alimpangua Ronaldo ambaye alishinda naye Champions League ule mwaka 2018, akampangua Lionel Messi hiyo 2018. Kwa hiyo yeye Luka Modric anakumbukwa kama miongoni mwa wachezaji ambao kutoka kwenye historia ya maisha ya ukimbizi mpaka kuja kuwa Ballon d'Or winner mwaka 2018. It was a remarkable story. Yani ni story ambayo inawa inspire vijana kutokata tamaa licha ya changamoto ambazo wanapitia sasa hivi. Luka Modric hakuwahi kudhaniwa kama atakuja kushinda Ballon d'Or, hakuwahi kudhaniwa kama atakuwa key player. Yes, leo hii tunavyozungumza ameiongoza Croatia pia kuingia 32 bora ya kombe la dunia mwaka 2026. Na watu wengi wasichokijua mwaka 2022 kwenye mechi za kufuzu, goalkeeper wao waliocheza naye finali 2018 Subasic 2022 hakuwepo kwenye kampeni ya kufuzu. Kwa walikuwa na goalkeeper mdogo Dominik Livakovic ambaye sasa hivi wako naye pia kwenye mashindano. Huyo goalkeeper alikuwa anafanya makosa mengi. Kwa hiyo kafika stage hadi watu wakaona hafai kudaka. Luka Modric alikaa naye chini akampa ABC, kipa ka gain confidence, na ukipa ndo akawaokoa Croatia kwenye mikojo ya penalty dhidi ya Japani, dhidi ya Brazil, wakacheza tena nusu finali World Cup 2022. Na hivi sasa tunavyozungumza Luka Modric ana miaka 40, ndio legend anaye waongoza Croatia kwenye World Cup inayoendelea huko nchini. Anasemekana baada ya hapa anastaafu 40 years. Sawa, haya, huyo ni Luka Modric na tumemsikia hapa kwenye kibwagizo cha Anga la Mbali. Huyo ni Chisano Junior akituletea taarifa hiyo muhimu asubuhi.